Leo ni siku ya furaha, tumekusanyika pamoja, baraka zimemiminika kama mvua ya rehema. SOS Children wamefika kwa moyo wa pendo. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika hapa leo hii. Pamoja kwamba kulikuwa kuna changamoto kidogo ya hali ya hewa, lakini alhamdulillah tumeweza kufika na tumeweza kufanikisha shughuli yetu hii. Lakini pia napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru SOS kwa kutualika, kwa kuweko hapa, kwa sababu hili jambo ni la uwezeshaji, na mimi leo kwa sababu ya muda nimepewa wakati ndogo tu kumkaribisha mgeni rasmi ili aweze kuzungumza na hadhara hii. Kwa hiyo mimi sitokuwa mwongeaji sana. Napenda nichukue fursa hii kumkaribisha mkurugenzi wa wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar. Asante. Ndugu mkurugenzi, karibu sana. Nami nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema, lakini pia kutujalia kukutana leo hapa katika makabidhiano ya vifaa tofauti ikiwemo fedha taslimu pia na vifaa tofauti. Niko hapa kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Ndugu zangu, kazi iliyofanywa leo na SOS ni kazi kubwa sana. Kama wananchi tunatakiwa tushukuru kwanza, lakini kwenda kutendea haki yale ambayo tumekubaliana katika mpango kazi wa miradi hii tuliyopewa. Tunaamini sana kwamba kazi iliyofanyika si ndogo. Tumeelewa kwamba fedha zilizotoka si ndogo, ni zaidi ya milioni 190. Fedha hizi ni nyingi mno, wangeweza kukaa nazo wakaendelea na mambo yao yale ya kuwasaidia watoto ambao wanalelewa hapa, lakini wameona kuna haja kubwa kwenda kuisaidia jamii na hatimaye jamii hii ili itengeneze ajira zaidi, lakini vile vile kwenda kuwasaidia watoto ambao tunaishi nao. Kituo hichi nafikiria hatuwezi kuchukua kila mtoto ambaye ametoka huko akaja akaweza kuishi SOS hii, lakini sisi ni jukumu letu kama wanajamii kuhakikisha tunamlea mtoto vizuri, lakini vile vile tunahakikisha mtoto huyu hadhuriki na namna yoyote ya kijinsia na mambo mengine yote mabaya. Kwa hiyo niwaombe sana wanajamii kuhakikisha vitu hivi tulivyopewa tunakwenda kufanya biashara na hatimaye tunarejesha kama makubaliano yaliokuwepo. Kuna wale ambao wameambiwa kabisa kwamba wale waliopewa mabuta wahakikishe wanafanya biashara, lakini biashara ile lazima irejeshe 10% kwa jamii, kwa wale watoto waliokuwepo katika jamii zao. Kwa hiyo hili liwekwe kwenye nyoyo zetu na tuhakikishe tunakwenda kufanya mpango kazi huo na kurejesha 10% hiyo. Lakini imetajwa 5% kwa watu wote ambao mliokuwepo mnafanya biashara hii, murejeshe kwa watoto wetu ambao wanakutana na kadhia tofauti ya maisha. Lakini mimi vile vile ni washauri kwamba wale waliopewa fedha taslimu ambao si chini ya milioni 88 kwenda kufanya biashara na kuhakikisha wanatengeneza ajira katika biashara zile. Lakini hii nimeelekezwa kwamba ile ni mikopo, sio fedha za kugaiwa, ni mikopo. Kwa hiyo ni haki yenu mhakikishe mnarejesha, kama ilivyosema ni revolving fund, ni fedha ambazo zinatakiwa zitumike zirejeshwe ili ziwasaidie wengine zaidi. Kwa hiyo ni jambo jema. Ingekuwa serikali ingefanya peke yake mzigo ungekuwa mkubwa sana, lakini niwashukuru tena SOS kwa kuhakikisha wamekuja na program hizi na kuwasaidia wananchi na kuwapa wananchi kuwatoa kwenye umaskini, lakini vile vile kukuza uchumi wa nchi hii na kuwatengenezea ajira. Naomba niseme machache kuhusu wizara yetu ya Vijana, Ajira na Uwezeshaji. Wizara hii ina taasisi ya ZEA, yani wakala wa uwezeshaji wananchi kiuchumi Zanzibar, lakini kuna baraza la vijana, lakini kuna ushirika, lakini vile vile tuna idara ambayo inasimamia masuala ya vijana. Niwaombe sana, humu ndani kuna vijana na wasiokuwa vijana, lakini kuna na wanawake na vile vile watu wenye ulemavu. Sijawaona,
lakini naomba vile vile tuwe tunawafikiria watu wenye ulemavu. SOS watu wenye ulemavu Zanzibar tunao, na vile vile wanao haki sawa na sisi. Kwa hiyo na wao tuwatizame katika miradi yetu, ili kuhakikisha watu wenye ulemavu nao wanapata fursa sawa sawa na wengine. Lakini pia nimeona ukitizama hapa asilimia almost nafikiria zaidi ya 60 ni wanawake. Hongereni sana kwa kuwawezesha wanawake, na sisi tunaamini vile vile kwa upande wa ZEA tumefika asilimia 67 katika kuwawezesha wanawake. Tunaamini akiwezeshwa mwanamke na familia nayo imewezeshwa, na kama familia imewezeshwa basi na nchi nzima imefanyaje? Kwa hiyo niwaombe tuwe serious, tuhakikishe yale mipango ambayo tumejipangia basi tunakwenda kuyafanya. Ni nyie wanawake ambao mkifanya vibaya, nayo vile vile familia zetu zitafanya vibaya na nchi vile vile itaanguka. Kwa hiyo nyinyi ndio mmeshikilia kabisa ukuaji wa uchumi, mmeshikilia uwezeshaji mkubwa, mmeshikilia masoko. Maanake hapa tukisema mamangu anatupa huduma ya chakula, ikiwa nyote mkisema hamununui, nafikiria wanaume wangapi hapa wataweza kununua majungu yote haya? Kwa hiyo nyinyi ndio wenye uwezo mkubwa wa kuweza kuiendeleza nchi hii. Niwaombeni sana kuhakikisha kwamba tunafanya yale ambayo tumejipangia, lakini pia tunapeleka kwa jamii zetu mambo mazuri zaidi. Tunaamini wazazi ni mwanamume na mwanamke, lakini mwanamke anapata muda mkubwa zaidi na kijana katika kumkuza kimalezi. Kwa hiyo mkiwakuza vizuri vijana katika malezi, tunategemea vile vile kuwa na taifa ambalo lenye nguvu, lenye kutengeneza ajira, lakini lenye muonekano mzuri zaidi. Kipekee ni mshukuru mkurugenzi wa SOS, lakini pia ni mshukuru mkurugenzi mkuu wa taifa kwa kuwa tayari katika kusaidia Zanzibar. Hongereni sana, na Mungu awasaidie na wasimamie muendelee kufanya hivi. Niwaambie tu kwamba Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi tuko tayari kushirikiana na nyinyi, tunashirikiana, lakini mimi nimeona kuna haja sio tu tushirikiane katika mafunzo tu au katika area fulani. Kuna haja sasa ya kwenda kufunga ndoa kabisa baina ya SOS na ZEA na kuhakikisha tunakwenda kuwasaidia wananchi kwa ukubwa zaidi. Lakini nitoe wito kwa vikundi vote. Nafikiria hapa watu wa ushirika wapo, tunahitaji kufanya tathmini na kuwasimamia kabisa vikundi hivi ili viweze kuwasaidia, yani viweze kukua na hatimaye tutengeneze makampuni makubwa kupitia vikundi hivi. Lakini msiishie hapa. Naomba niseme Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi tuna mikopo ya aina 4 mengine. Tuna mkopo tunaoita mkopo wa Inuka. Mkopo huu unatolewa na benki, tunashirikiana na benki ya CRDB. Tunatoa kuanzia milioni 1 mpaka milioni 50. Kwa hiyo ukihitaji zaidi unaweza ukaja huku kwetu kupitia Wakala wa Uwezeshaji Wananchi Kiuchumi kupata fedha hizo. Lakini hatujaishia hapa. Mmesikia kuna halmashauri ya Magharibi, lakini vile vile fedha zote 10% ya mapato ya halmashauri zote zinakuja ZEA na zinarejeshwa kwa wananchi katika mfumo huu. 4% ya ile 10% inakwenda kwa wanawake. Kwa hiyo mna another chance ya kupata fedha hizo. Lakini kuna 4% inakwenda kwa vijana ambao nao vijana tumewakuta wako hapa, lakini na 2% inakwenda kwa watu wenye ulemavu. Lakini kwa watu wenye ulemavu pia tumefungua dirisha ndani ya watu wenye ulemavu, kutokana hatuwezi kupata kila kikundi kina watu wote wenye ulemavu. Kwa hiyo kwenye watu wenye ulemavu katika mfuko huu kwa makundi maalum, mtu mmoja mmoja vile vile anakopeshwa kupitia mfuko huu wa 442. Lakini tuna mkopo mwingine ambao tunafanya kazi na benki ya PBZ, tunaita MSME program. Kwa wale ambao wamekuwa wanahitaji sasa milioni 100, 150 mpaka 200, tunampa mkopo huo kupitia PBZ.
lakini tuna na mkopo ambao tunauita Dr. Mwinyi Boosting Fund, ambao huu naomba nitamke hivi, nikisema Dr. Mwinyi oye, Dr. Mwinyi oye. Dr. Mwinyi amekuja na mfumo huu unaitwa Dr. Mwinyi Boosting Fund. Ni fedha ambazo tumezielekeza kwa wanawake ambao wana biashara ndogo ndogo kuanzia Laki1 mpaka Laki5, na huu mkopo huu unapata kwa siku mbili zisizozidi siku mbili unapata, lakini umekwenda kwa wanawake wa aina rika zote. Kwa hiyo wazee wakubwa, ikiwa amequalify kwamba anafanya biashara ndogo ndogo, basi anapata. Tunafanya kazi na benki ya Equity Bank, na kwa hiyo hii ni fursa kubwa kwa upande wa serikali. Sasa hivi tushatoa tayari bilioni 53 kuwafikia wananchi, ikiwa 67% imewafikia asilimia 67 imewafikia wanawake, lakini 33% imekwenda kwa wanaume. Kwa hiyo niseme tu, serikali imeshatengeneza sera nzuri, serikali imetengeneza miundombinu mizuri ya kuhakikisha fedha hizi zinawafikia wananchi. Sasa ni kazi kwetu sisi, lakini kwa upande wa wananchi mambo mawili inabidi wafanye: moja, kuhakikisha hizo fursa wanazichangamkia, lakini la pili, kuhakikisha fedha zile zinakwenda kutumika kwenye mpango wa biashara na kurejeshwa ili wengine wapate. Sisi tuna msemo wetu, chukua mkopo kwa manufaa yako, lakini rejesha mkopo ili taifa lifanyaje? Liendelee. Sawa? Kwa hiyo niwashukuruni sana. Baada ya haya machache, niendelee kuwashukuru, lakini nimshukuru pia mwenyekiti wa bodi, na hii inaonyesha kwamba mwenyekiti anasimamia bodi vizuri, na ndio maana taasisi inafanya vizuri, na hatimaye leo tunaona haya makubwa yaliyokuwepo. Kwa hiyo kwa haya machache, asanteni sana kwa kunisikiliza. Binafsi nitoe shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa SOS kwa kuweza kutupatia vifaa hivi, na ni matumaini yetu kwamba vifaa hivi vitatumika kama ambavyo vimeelekezwa, lakini pia vitasaidia katika taasisi zetu, vitasaidia katika jamii pamoja na vile vikundi ambavyo vimepatiwa kwa ajili ya kujiendeleza kiuchumi, lakini pia kurudisha mrejesho kwa jamii. Kwa hiyo ni watoe shaka ofisi ya SOS kwamba vifaa hivi vimefika katika sehemu stahiki, sehemu ambayo adhimu, na sehemu ambayo vitatunzwa na vitatoa tija ile ambayo inahitajika. Kwa kweli vifaa hivi ambavyo tunatukabidhi leo vimekuja sehemu sahihi kabisa, ambavyo vitatoa matokeo tarajiwa na vitasaidia jamii ambayo imelengwa. Sina budi kurejesha tena shukrani kwa wenzangu ambao wamefika katika sherehe hii na makabidhiano haya, na niseme tu kwa niaba yao tunatoa shukrani zetu za dhati kuja kwa upande wenu. Asanteni sana. Na mimi niungane na wenzangu kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutuwezesha kufika hapa leo na kuweza kukamilisha shughuli yetu hii kwa salama. Pia naomba nikushukuru wewe mgeni rasmi kwa kukubali, mbali ya kupata taarifa muda mfupi, kukubali kuja kusimamia ama kutuongoza katika sherehe yetu hii fupi ya kugawa hizi misaada kwa vikundi mbalimbali na kwa watu binafsi. Shirika la SOS inathamini sana uwepo wako Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na uwepo wa wadau wetu wote ambao wapo hapa. Binafsi naomba niwajulishe labda wahudhuriaji hapa, wewe mwenyewe mgeni rasmi ni matunda ya SOS. Ukiwa mwenyewe umepitia katika skuli ya SOS Herman Minus hii hapa ambayo iko hapa, ingawa sasa hivi SOS hajishughulishi tena na kuendesha skuli, na badala yake tumewakodisha Turkish Maarif kufanya shughuli hiyo. Niwaombe wale wote ambao wamebahatika kupata vifaa na kupata pesa na vitu mbalimbali na mapikipiki na maguta, na mimi niwaombe kama alivyoomba Mheshimiwa mgeni rasmi, wavithamini vitu hivi
wavitunze, wavitumie kwa vizuri, na kile wanachokizalisha wajitahidi kiwafikie na wengine pia katika jamii yetu. Mimi nitakuwa sina zaidi isipokuwa nimshukuru tena mgeni rasmi pamoja na nyinyi nyote mliweza kuhudhuria hapa, manake bila nyinyi shughuli yetu isingeweza kufanikiwa. Niwatakie mfungo mwema wa Ramadhani pamoja na Eid Mubarak. Asanteni sana. Jina langu naitwa Said Saleh Saidi, ni kijana kutoka wilaya ya Magharibi B. Leo katika hafla hii ya SOS Village, nashukuru sana, tumekuja kukabidhiwa vifaa kwa ajili ya kuwezesha vijana. Moja ni vifaa kwa ajili ya saluni, ambayo nyuma hapo tulianzisha saluni, lakini tumekuja SOS kuomba vifaa, lakini leo tumekabidhiwa vifaa hivi ambavyo vitaenda kumnyanyua mwanamke, na katika eneo letu tumeanzisha kikundi cha Ladies First. Kwa hiyo naamini vifaa tulivyokabidhiwa na SOS leo vitakwenda kuleta mageuzi makubwa ya kumkomboa mwanamke katika harakati zake. Lakini vile vile tumepokea vifaa vya kompyuta 15 pamoja na photocopy machine. Hii na pia tuna kufungua darasa na kuwezesha vijana wa Magharibi kupata taaluma ya ICT. Kwa hiyo matarajio yetu makubwa ni kuona vijana wanasogea kifursa, wale ambao haswa waliokosa nafasi ya kuendelea kimasomo. Kwa hiyo tunaenda kuwezesha kuwapa taaluma hii ya ujasiriamali ili waweze kujikomboa na waweze kusaidia familia zao na waweze kujiajiri kwa ujumla. Kwa jina naitwa Fatma Elali Francis, ni kijana kutoka katika jimbo la Mwanakoreko, wilaya Magharibi B. Sisi kama Ladies First tumefarijika na msaada wa SOS katika upande wa makeup, na mimi tena kutusaidia vijana wale ambao hawajaajiriwa, tutaweza kuwafahamisha ili na waweze kwenda kuajiri na ikawe kama ni mtaji kwao. Tunashukuru sana kwa kila ambaye ametupa mchango huu. Allah barik zaidi hicho ambacho amekitoa, na kwa wale ambao wanataka kujifunza tunawakaribisha chochote cha ujasiriamali kinachopatikana pale Jitimai Tereko. Asanteni sana.